walimu wote wawili, na mzungumzia mwalimu Charles Okere, majozi akipata ushindi muhimu sana katika taratibu za kurudi tena kileleni pa jedwali la ligi kuu taifa ya SportPesa. Na pia vile vile upande wa pili Nicholas Muyoto wakati uliopita wanakwenda sare ya 1-1 ili kuweza kuona ni vipi leo hii ataweza kupambana dhidi ya Tusker FC, wakati ule dhidi ya hawa husika wakuu ikawa ni 1-1 dhidi ya Murang'a United. Hapa ni kuweza kunasa angalau picha ili kuweka kumbukumbu. Unaambiwa ni hazina isiyoweza kufutika katika kichwa cha binadamu yoyote ile. Na wanamuona Mansur, baadhi ya wachezaji ambao kwa hakika wanatumika pakubwa kwa faida ya vilabu na pia vile timu ya taifa, na hapa wapo kwa ajili ya kuweza kutafuta angalau nafasi ya kuwania tena kwa mara nyingine kuwakilisha taifa kimataifa msimu ujao, licha kuwa ndio wakilishi wa Kenya katika michuano ya shirikisho. Kwa hiyo Tusker ni mabingwa wa zamani mwaka 2021-22 wakibeba kwa mara ya mwisho taji hili, lakini kuanzia wakati huo mpaka leo bado wanapambana kuweza kutafuta namna ya kurudi katika ngazi za kimataifa. Na pia na mikono heri njema kwa ajili ya kuweza kutekeleza majukumu ipasavyo dimbani. Lakini yote 9-10 ni kwamba itakuwa ni fursa kipekee tuweze kujua vikosi vimesimamaje, ama aliyepanga kapanga vipi. Kikosi cha Tusker ni Nathan Obiero anapewa nafasi kwa ajili ya kuweza kuwajibika mchumani. Eugene Ikutwa, Dennis Wanjala walinzi. Namzungumzia pia vile vile yupo mchezaji Thomas Omole, Cliff Oruko, Fabian Barthez, Ian Simiyu, Thomas Ateka na Vincent Owino. Waamuzi wapo ange, dada yupo imara kabisa kwa ajili ya kuweza kutoa mwongozo ulio bora kabisa. Josephine Wanjiku akiwa ndiye pilato wa mchezo wa pambana siku ya leo Tusker dhidi ya Nairobi United maeneo ya Murang'a, na tuweze kuona je, tafsiri zake ziko vipi katika uwanja huu kwa ajili ya kuweza kuheshimisha mchezo wa mpira wa miguu, kutafakari matukio na pia vile vile kuweza kutoa maelekezo kwa njia iliyo bora zaidi, ili walau kuweza kutafsiri vizuri kanuni za mchezo wa mpira wa miguu chini ya nembo ya FIFA duniani. Upande wa pili pia vile vile tunatazama wanafotolewa kwa ajili ya kuweka kumbukumbu, kiwa unaambiwa ni hazina isiweza kufutika katika kichwa cha binadamu yote, pamba nyeupe juu chini. Lakini kwa upande wa pili mlinda mlango unaweza kuona kuna tofauti. Kocha Nicholas Muyoti yupo, benchi la ufundi ambayo imeshehidi wazoefu. Namuona pia vile vile kocha makipa John Ruto, alikuwa mdakaji wa zamani kwa faida ya Thika United, Tusker FC. Hii timu yake ya zamani, anacheza dhidi ya timu yake ya zamani. Amekuepo Posta Rangers, amekuepo katika timu ya taifa, alivaa chepeo huyu hapa, timu ya taifa chini ya kocha Jacob Ghost Mulee miaka ya nyuma. Kwa hiyo kwa sasa yupo kwa faida ya Naiboys Nairobi United, vijana ambao kwa hakika tunawaita limbukeni katika ligi kuu taifa, wanaingia moja kwa moja na wanaweza kuhesabika katika taratibu zote. Upande wa pili muona mwalimu Okere katikati. George Maina alikuwa ni mshambuliaji wa zamani, anafunika uso kwa chepeo, striker matata zamani kwa faida ya Kenya Breweries wakati huo, lakini leo hii mambo ni tofauti, ameingia katika fani ya ukufunzi. Kila mmoja anachukua nafasi yake, tayari kabisa kwa mapambano. Mtazamaji, mwamuzi wakati akiwa anapiga hisabati kuweza kuelewa ni vipi haswa watakavyoanza pambano siku ya leo. Bi Wanjiku ambaye ametwika majukumu kwa ajili ya kusimamia pambano, lazima apate hesabu. Amekwisha puliza kipenga kwa muru pambano kuanza. Mtazamaji, ligi kuu ya SportPesa, tupo katika uwanja wa St. Sebastian SportPesa Arena maeneo ya Murang'a, ligi kuu ambapo bingwa zamani Tusker FC akititiga katika ardhi ya nyumbani dhidi ya Naiboys.
vijana ambao kwa hakika wamepanda ndege kiasi cha haja na bado watazidi kupanda kwa ajili ya kuwakilisha taifa kimataifa katika michuano ile ya taji la shirikisho, na wamepambana ndiyo katika taratibu za kuweza kutafuta dira, licha kwa wamepoteza takriban michezo miwili kufikia sasa, dhidi ya Wydad magoli 3-0 na pia vile vile dhidi ya Maniema Union 1-0 katika ardhi ya nyumbani, na baadaye basi watakuwa nakutana dhidi ya wapinzani kutoka taifa jirani la Tanzania, hapa nikirejelea Azam. Kwa hiyo wapo katika hali ya ushindani, wapo katika hali ya upambanaji. Niite Bonga Boy Michael Were Mohosia katika taratibu za kuweza kujuza maili matatu yanaendelea katika uwanja huu. Napotazama kikosi cha Tusker, ni baadhi ya wachezaji ambao kwa hakika wana uzoefu, manake yupo Charles, namuona Dennis, namuona Momanyi mwenyewe zamani akichezea Gor Mahia na sasa anafanya makuu kwa faida ya Tusker FC. Anza mapambano Mansur Okwaro, ishaka mkwaju wa madhambi baada ya kucheza ndivyo sivyo. Hapa Dennis Ochieng Oalo wanapata mkwaju Tusker kati ya dimba, ana mega pembeni kushoto huku, pinda kama upinda na kubali kwenda chini. Manzur tena kwa mara ya pili, bila shaka ananasa macho ya mwamuzi wakati kwa kucheza ndivyo sivyo dhidi ya Fabien Barthez. Napomtaja jamaa Fabien Barthez, yupo mdakaji wa zamani kwa faida ya Liverpool na timu ya taifa ya Ufaransa. Fabien Barthez alikuwa ni Manchester United wapo sijakosea, kuja kutenga hapa, kula njama akilini. Tenga moja mkubwa pale, mlinda mlango alifanya majukumu yake pasavyo, aliutenga vizuri Dennis Wanjala, mguu wake ule wa kushoto kwa kiko kimruhusu kuweza utenga kwa ujanja mkubwa. Labda pengine walikosekana wa kuujaza tu kwa kichwa, lakini kipa pia vile vile akaonesha hali ya upambanaji kwa ajili ya kunyaka ule mpira pasi na kutetereka. Wapo katika nafasi iliyo bora ndani ya tono bora, nikirejelea Tusker FC baada ya KCB kupata ushindi dhidi ya APS Bomet hapo jana. Ikawa ni fursa kwa wao KCB kuweza kuchupa kileleni, kusubiri tena mchezo kati ya Gor Mahia dhidi ya Kakamega Homeboys katika uwanja wa kimataifa Moi Kasarani jijini Nairobi, na pia vile vile Tusker dhidi ya Nairobi United, manake baada ya kutitiga mara 13 wamepata ushindi mara 6 kwenda sare mara 3, kupoteza michezo minne. Manake walianza kwa kusuasua, walipoteza pia vile dhidi ya Gor Mahia hawa Tusker FC, alama 21 wakiwa wamefunga magoli 12 na kuruhusu magoli 10. Kwa hiyo wana faida magoli mawili pekee, dalili tosha kwamba hawafanyi vizuri katika kuzuia. Kuja kurusha ngoma hapa Eugene Kutwa, piga utosi mpira kwa mwingi unatoka nje kwa mpira wa kurushwa tena. Mchezo ambao unachezwa katikati ya wiki ama juma ukipenda, tuweze kuona je watakuwa na matokeo yepi katika uwanja huu. Ni uwanja ambao umeundwa vizuri mno, maeneo ya Murang'a mashinani kweli kweli, na ni eneo salama kabisa kwa mchezo wa soka kutitigwa. Potaja Tusker ni mabingwa zamani, beba taji la Sekafa. Wana mchezaji wa zamani kwa faida ya timu hii mwaka 1986, Upudo, mojawapo wa usiku wakuu ambao pia vile wapo katika benchi la ufundi kwa ajili ya kuweza kuwaonesha mwanga ama kuwapa maelekezo ili walau kuweza kuhesabika katika ngazi za kimataifa. Anza na mlinda mlango tena Nathan Obiero anatazama upande wa pili, manake Ernest Mohamed mchezo wake wa pili kwa faida ya timu ya Nairobi United. Wakati uliopita ilionyesha hali ya ukakamavu na sasa amerudi tena kwa ajili ya kuendelea na upambanaji pembeni huku. Tazama jinsi alivyo pale Ovelo Ochieng, paraza kwa kichwa, tafuta Ochieng. Dennis Wanjala
Mpira inakuwa mwingine toka nje, inabidi tena endelee kwa kasi kweli kweli. Rahisi sana kuweza kupata kutofautisha vikosi vyote viwili. Waliopiga uzi ya mapamba nyeupe ni Naiboys ama Nairobi United, vijana wa jiji kule Nairobi. Ovelo Ochieng piga fataki, lakini kwa hakika mpira unakwenda Ari Jonjo. Ovelo Ochieng bani tumemshuhudia kwa faida ya timu ya Kariobangi Sharks. Kariobangi Sharks kwa sasa haifanyi vizuri, manake ni mojawapo timu ambazo zinaburura mkia katika msimamo wa ligi kuu taifa. Pomtaji Ovelo Ochieng, mojawapo wachezaji wenye kasi kweli kweli, hususan anapotokea pembeni mwa uwanja. Ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Sofapaka labda pengine imewapa advantage ya kupambana, manake wamepata ushindi wa 2-0 dhidi ya Sofapaka, na wakati uliotangulia wakapata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya wanajeshi ama mafande Ulinzi Stars. Anaukokota tena kadri uwezo wake, pasi mafanikio tena Dennis Ochieng pembeni huku, jitahidi kadri uwezo wake tena kwa ajili ya kutibua njama za mpinzani. Wanazidiwa nguvu na maarifa, hususan katika idara ya kati, kwa namna jinsi wanavyopokwa mipira. Nairobi United wanataka kukabia ama kukaba juu ya mstari, na ndicho anachokifanya hapa Fabian Barthez. Ovelo Ochieng kuja vizuri pembeni kushoto huku, tafuta namna kuweza kumimina ngoma kwa faida ya Michael Karamor pamoja na Duncan Odhiambo. Tafuta tena, ishaka inakuwa ni hafifu mno. Wana idadi ya kutosha katika safu ya ulinzi. Charles Momanyi, mchezaji mrefu kweli kweli katika safu ya ulinzi kwa faida ya Tusker FC, mojawapo wachezaji ambao wamekuwa na discipline ya kutosha, wamekwepo kwa muda mrefu na mara kwa mara kupewa nafasi kwa ajili ya kuendelea kuitendea haki timu husika. Ovelo Ochieng bado yupo ardhini akiwa anaungulia dhoruba maumivu. Mwalimu Okera akifuatilia kwa tazama, je, vijana wake watafanyaje katika uwanja huu? Kimtazama vizuri mwaka 2018 mpaka 2021 akiwa naibu kocha kwa faida ya Tusker FC. Mwaka 2021-22 pia vile akipewa nafasi kwa ajili ya kuweza kufunza Harambee Starlets, timu ya taifa ya wanawake, na tena mwaka huo alikuwa ni mwalimu kwa faida Vihiga Queens kutoka maeneo ya Vihiga. Mwaka 2022 hadi 23 pia vile vile akiitendea haki timu ya taifa ya Kenya kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 23 akiwa naibu kocha, na anapewa majukumu kwa ajili ya kuweza kuongoza Tusker mwaka 2022-25 baada ya kuondoka kwake mwalimu Robert Matano. Inabidi atekeleze majukumu yake pasavyo. Tazama jinsi alivyosimama Enoch Machaka. Yupo Manzur, kijana kutoka sehemu za Webuye magharibi ya Kenya, alikuwa na mchango mkubwa sana katika timu ya taifa Kenya Harambee Stars, vijana wake Benny McCarthy. Kwa juu wa kona kwa faida ya Naiboys, yupo kwenye eneo husika Ovelo Ochieng. Chukua nafasi yake anza kona moja fupi, anautenga moja mkubwa, tafuta namna kuweza kufikia pasi na mafanikio. Ilikuwa sasa ni zamu tena husika huku kumtafuta Ovelo Ochieng. Anapiga, anatapatapa mlinda mlango hapa. Sema ni bao na mapema kabisa kwa faida ya Nairobi United. Bao la kwanza ndani ya dakika 15. Amefanya masiara katika mchakato mzima wa kupangua hatari, mtazamaji. Imeonekana rahisi mno, lakini ni kutokana na njama za wahusika wakuu hapa.
nikimrejelea Ovelo Ochieng, kona fupi, ikawa ni mchakato kwa ajili ya kuunganisha. Namuona kakake Duncan Odhiambo hapa, Omala Benson. Hebu tazama shoti la mbali, alitaka kuudara tu kwa njia rahisi, ikawa sasa na tapatapa. Wenyewe wakanyanyua mkono kwamba tayari mpira umekwisha vuka mstari. Mtazamaji, vipi hapa tena alivyochukulia mambo rahisi, upande wa pili ulivuka, hapana ubishi, pasi na kupepesa macho wala kutikisa masikio. Bila shaka pale Nathan Obiero ana mengi ya kujiuliza. Mambo mazito haya. Wameanza vizuri tu ndani ya dakika takriban 12 hivi wakivamia lango la Nairobi United, lakini kutokana na set piece wanawadhibu. Haya, Nairobi United wanakwenda kuzuia, na ni mkojo madhambi kwa faida ya Tusker FC. Tafuta kurudi mchezoni. Yupo ange kabisa Mdakaji, shuti la moja kwa moja, lakini inakuwa ni chakula kwake Mdakaji. Fanya utulivu. Baadhi ya wachezaji ambao kwa hakika wapo hapa kuonyesha hali ya upambanaji katika uwanja huu. Tazama jinsi alivyosimama uwanjani Thomas Teka, akitaka kuwateka kweli kweli katika idara ya kati. Haya, anza tena upande wa pili. Bila shaka tutakuwa tunazidi kutazama ni vipi alivyosimama mlinda mlango baada ya shuti kutengwa, na ilikuwa ni eneo ambalo ni mbali mno. Alipaswa kwa vyote vile kufanya utulivu tu kwa ajili ya kunyaka ule mpira. Tazama jinsi alivyofunga Kevin Osanya. Hebu tazama Osanya alivyojikunja na kujikunjua, mbinu mujarab kweli kweli kwa namna ya kujaribu kumpa salamu Mdakaji. Akatapa katika mchakato mzima kujaribu kuudaka ule mpira, ulikuwa umekwisha vuka mstari. Hata hivyo, Osanya goli lake la mwanzoni kunako dakika 13. Manake wakati uliopita walifungwa goli la mwanzoni, ikawa ni mtihani kwa wao kuweza kurudi mchezoni, wakafunga kunako dakika za mwisho na kulazimisha sare wakati huo dhidi ya Sofapaka. Kwa hiyo katika uwanja huu tuone kuna kwendaje. Wakati huo dhidi ya Murang'a Silkundrathi walipopiga dhidi ya Posta Rangers wakapoteza kwa magoli 2-0. Walipoteza pia vile vile goli 1-0 dhidi ya Mathare United. Hata wamekuwa na wakati mgumu dhidi ya Maniema Union katika ngazi za kimataifa. Wana takriban michezo miwili mkobani, kwa maana kiporo. Nikirejelea Naiboys, jenga mikakati na harakati, tafuta namna kuweza kuingia sebuleni, pasi na mafanikio. Hapa ni Dennis Ochieng, pepeni kushoto kwake Ovela. Miguso hapa kadiri uwezo wao kwa ajili ya kuweza kuvunja ukuta wa Tusker FC. Ila walipata ushindi dhidi ya Bandari magoli 3-1, mbali na kwa kumuta Kariobangi Sharks magoli 4-1 pia vile vile. Kocha Nicholas Muyoti, mkufunzi huyu kwa faida ya Nairobi United, mchezaji wa zamani kwa faida ya AFC Leopards, mchezaji wa zamani kwa faida ya Thika United na pamoja na timu ya taifa Kenya Harambee Stars.
kati ya dimba. Kwa ni lack of communication. Potazama Tusker FC, zamani wakiitwa Kenya Breweries, mwaka 1970 mpaka mwaka 1999, ambapo wanabadilisha jina na kujiita Tusker FC. Napotaja miaka nyuma kina Vincent Kwarula, nimemwona majuzi kwa ni mmoja wapo wa usiku wakuu katika safu ya ulinzi, pasi na kusahau kina Musa Otieno. Sasa kocha Okere anaanza na kuwazua maswali yakimpita kilidi kwa mkororo sasa katika. Namuona kwenye benchi pia vile vile yupo msaidizi wake Opondo. Potaja mwaka 1986 alikuwa mhusika mkuu katika mashindano ya Eastern Central Africa, kwa sasa inaitwa Sekafa. Funga mabao kweli kweli dhidi ya Sudan wakati huo. Anza tena eneo hatari, mtazamaji anamwandalia katika njia, anapoteza. Matata sana huyu Duncan Odhiambo, huwa ana kasi sana. Duncan Odhiambo anakimbia mfano wa mbogo porini, anakwenda kwa kasi kweli kweli, na pia mwenye uwezo mkubwa kupiga mashuti ya mbali. Tazama picha marudio, aliandaliwa ngoma katika njia kati ya wachezaji wawili akiwemo Captain Charles Momanyi. Matata sana huyu kakake Benson Omala. Tumtazama katika mashindano ya chapa dimba kwa faida ya Obunga FC maeneo ya Kisumu. Bila shaka aliwajibika pakubwa na akawa anahesabika kutokana na kazi nzuri kwa faida ya timu hii, timu ya Obunga FC. Kwa sasa amevaa uzi wa Nairobi United, timu ambayo imemwezesha kukwea pipa na kucheza kimataifa zaidi. Kawaida sana kushuhudia mtu na kakake wakicheza boli, na hata wakati mwingine wanakutana dibani. Tumewashuhudia wachezaji wengi tu, kitazama kama familia Dennis Oliech walikuwepo, wakina Steve Okumu marehemu walikuwepo, Kevin Oliech. Kuja pembeni, jitahidi kadwezo wake kwa ajili ya kutoa cross hapa, jaribu kadwezo wake tena kuingia sebuleni, pasa mafanikio, jama zake zinakatwa. Anza tena Charles Momanyi, mchezo una kasi. Penyeza tena Ovela Ochieng, fanya kazi kubwa kwa ajili ya kukata nyama zake. Ni Dennis Wanjala, bado anaokokota ngoma injode mstari mstatili, anambabatiza mwamuzi wakati anamwambia wewe ni sehemu ya mchezo. Kwa hiyo katika mazingira haya mwamuzi siku zote huwa lazima atapuliza kipenga. Hapa alidhamiria kufanya nini? Hata hivyo kimaumbile amefanana na mchezaji mmoja wa zamani wa Tusker, kwa maana Hashim Sempala, kiungo mtibuaji kwa faida ya Tusker mwaka 2015-16 na kisha baadaye akajiunga na Gor Mahia, kitovu cha asili yake haswa ikiwa nchini Uganda. Ovela Ochieng pembeni kulia huku, kona katulopita. Ian Simiyu alifunga mabao mawili na kuwezesha Tusker FC kupata ushindi dhidi ya Sofapaka. Leo tunatarajia kuona mchango wake dimbani, manake kocha alisema the game of football you don't change a winning team. Haupasi kubadilisha kikosi ambacho ni cha kiushindani ama kinachokupa matokeo chanya. Hadi sasa na magoli matatu, kwa jumla ya magoli matatu. Ina maana kwamba alipata fursa kwa ajili ya kutitiga kwa faida Tusker FC baada ya kuondoka kwa mchezaji Curtis Wekesa. Kiwa wamepata ushindi mara tatu mtawalia, wapo hapa kwa ajili ya kuweza kupambana dhidi ya Naiboys, timu ambao kwa hakika ni sawa na farasi mwenye rangi ya kijivujivu. Hatari sana kumbeza pembeni huku, kuja kadiri ya uwezo wake, cheza na mlinda mlango
Ernest Mohamed ni mzuri sana pia vile vile katika kupangua mikwaju ya penalti. Napomtaja huyu, natazama kile walichokifanya dhidi ya Gor Mahia katika fainali kuu ya kombe la shirikisho katika uwanja wa Lang'ata, uwanja wa Ulinzi Sports Complex jijini Nairobi. Utaalamu wa kupiga mipira mifu, utaalamu wa kupiga mkwaju wa penalti, na uwezo pia vile vile wa kudaka ama kupangua mikwaju ya penalti. Tazama jinsi hivyo tembea ama kupiga hatua katika uwanja huu. Faulu kupata mkwaju wa madhambi ama ikabu ukipenda, kama ilivyo ada. Yupo kwenye eneo husika mchezaji Dennis Wanjala, kula njama akilini kwa ajili ya kujaribu kutibua njama za wahusika wakuu katika uwanja huu. Yupo Leslie Owino na pia vile yupo upande wa pili Ian Simiyu Barasa. Manake Barasa amesimama pale pamoja na mchezaji Dennis Wanjala. Wana uhuru wa kuzungumza lugha ya nyumbani ili walau kuwakanganya wapinzani wasiweze kung'amua kile wanachodhamiria kufanya. Wanjala mguu wake wa kushoto, na pia vile vile yupo angi kabisa Ian Simiyu pale. Labda pengine Ian anautenga pembeni kule, anaupoteza. Nadhani aliyepaswa kutekeleza majukumu hapa ni Ian kwa mguu wake wa kulia, manake ungepinda moja kwa moja kuelekea upande wa kulia anakosimama mdakaji, na labda pengine kuwakanganya wale wahusika wakuu waliosimama kwa ajili ya kujenga ukuta wa binadamu. Imekwisha katika dakika zaidi 25 kipindi cha kwanza. Wanaongoza kwa goli 1-0 Nairobi United. Kuja kurusha. Mchezo wake wa kwanza ulikuwa ni dhidi ya Murangasil, ambapo aliishia kutoka sare 1-1 kwa maana goalkeeper Ernest Mohamed na mwenyewe anadhamiria kupata clean sheets 15. Kwa hiyo labda pengine tuweze kushuhudia leo hii safari itaanza rasmi au vipi. Na ni michezo ya kimataifa wanaocheza katika mashindano ama ya taji la shirikisho, inazidi kuwapa kile ambacho tunaita uzoefu katika malimwengu ya soka. Cheza michezo 13, michezo 9, wapo katika nafasi ya 13, wamepata ushindi mara 4, kwenda sare mara 1 na kupoteza michezo 4, alama 13. Hapa anarejelea Nairobi United, funga magoli 11 na kuruhusu magoli 11. Inamaanisha kwamba hawana idadi ama faida ya mabao. They are porous at the back, kwa maana wanavuja katika safu ya ulinzi. Manake katika nafasi ya 13, alama sawa na Ulinzi Stars na APS Bomet. Nafasi ya 16 wanashikilia Murangasil, alama 12. Sofapaka katika nafasi ya 17, alama 12, lakini tofauti ya idadi ya mabao ukilinganisha na Murangasil, wanaoburura mkia si wengine bali ni Kariobangi Sharks, wakiwa wamefaulu kupata alama 8 pekee. Anza tena mchakato mzima wa kuchochea kasi ya mchezo. Pembeni, long diagonal pass kwake Ovelo Chieng. Ovela pia ni mzuri sana 1v1 dhidi ya mpinzani. Ochieng Dennis jaribu kuunganisha, tafuta namna kuweza kupiga mkasi, lakini anaukosa pale. Ulikuwa ni mkwaju wa kona, kuja kwa nguvu kubwa sana Cliff Oruko. Kwa umbali ananikanganya, anadandana, labda pengine kwa mtindo wake wa kunyoa na mchezaji wa zamani kwa faida ya timu ya Tusker FC Jesse Jackson Were. Hebu tazama jinsi alivyoutenga ule mpira, fanya kazi kubwa sana katika safu ya ulinzi, aliutenga, lakini
njama zake zikakatwa. Kona. Jibu kwa kichwa tena. Ochieng anaukokota. Ubora wake siku zote unaonekana kwa namna jinsi alivyokokota mpira dimbani, kwa maana Ovelo Ochieng sawia upande wa pili Duncan Odhiambo. Hapa anapagawa kiasi cha haja kiungo mtibwaji wa zamani kwa faida ya Thika United, FC Leopards na timu ya taifa Kenya Harambee Stars. Kwa sasa ni mkufunzi kwa faida ya Naivas ama Nairobi United, Nicholas Muyoti. Walimu siku zote wana pressure, hususan kwenye chaki. Wanapagawa haswa unapotazama jinsi wanavyosimama na kufuatilia pambano, wanavyorukaruka. Utadhani labda pengine wamekanyaga misumari ama kaumwa na nge. Dalili tosha tu kwa ajili ya kuendelea kuwachagiza wachezaji kuongeza juhudi ama jitihada za kupata matokeo chanya dimbani. Anakabwa kweli kweli. Mfungaji wa goli pembeni kushoto kule. Mansour, kiungo mshambuliaji huyu, mguu wake wa kushoto siku zote anamakinika dimbani na kuweza kufanya mikimbio kadri uwezo wake kwa ajili ya kutafuta namna ya kufanya muunganiko naye mchezaji wa Ovelo Ochieng ili walau kuchochea kasi ya mchezo kufika kwenye sanduku na kumpa salamu tena kwa mara ya pili mdakaji Nathan Obiero. Ochieng zuia dhidi ya wachezaji wawili. Mansour tafuta namna kuweza kufyatua kombora upande wa kushoto huku, unganisha moja kwa moja, lakini anaupaisha mzuri sana wa kuvurumiza matobwe ama kombora eneo husika. Mchezaji huyo ambaye tunamshuhudia kila wakati, Enoch Mashaka, kumbuka kifunga bao dhidi ya Gor Mahia katika uwanja wa Lang'ata Sports Complex, ikiwa ni fainali kuu ya taji la shirikisho, ambapo waliweza kupata nafasi ya kuwakilisha taifa kimataifa katika taji la shirikisho barani Afrika. Lazima kumkabili kweli kweli kabla ya kumruhusu hata hivyo kupata mipira na kufanya pendavyo. Mansour tena dhidi ya Wanjala. Ochieng manake yupo pale kwa ajili ya kuongeza ujasiri katika safu ya kati na zaidi ya yote kuepuka madhara kadiri uwezo wake. Nikimrejelea Mansour, manake ndiye kiungo mchezeshaji kwa faida ya Nairobi United. Kwa sasa kwa mtazamo wangu nguvu sawa kufikia sasa, wote wakiwa wametengeneza nafasi kiasi cha haja, lakini matumizi ya nafasi ndio imebaki kuwa changamoto, hususan kwa upande wa timu ya Tusker FC, mabingwa mara 13 ligi kuu taifa SportPesa tangu mwaka 1972 wakibeba taji hili. 1977 78 wakakawia Jangwani miaka 80, manake Gor Mahia na FC Leopards wakaonekana kutawala soka la bara, soka la taifa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ile wakarejelea tena miaka 90, mwaka 1994 wakipambana kweli kweli. Nakumbuka mchezo wao dhidi ya timu kisirani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miaka hiyo walikuwepo wakina Sami Pamzo Omolo katika ubora wao, wakina Charles na Mdeche mdakaji, wakati ambapo mchezaji tegemeo makipa tegemeo Kibira alipopata kuumwa, ikabidi sasa na Mdeche aingie mchumani kwa ajili ya kuweza
itendea haki timu hii. Pambana tena upande wa pili huku. Mwaka 1994, 96, 99 pia vile vile wakibeba ubingwa mwaka 2000, 2007, 2011, 2012 wakibeba taji wakiwa na mwalimu Pamzo Omolo ambaye alikuwa ni mdakaji, mchezaji mlinzi kisiki wa zamani kwa faida ya timu ya Tusker FC. Kenya Boris wakati huo yupo chini akisubiri huruma mwamuzi kiungo kimataifa wa Kenya kwa maana Mansur kete kitako akisubiri angalau wale waganga wafike na kumtendea haki. Hebu tazama jinsi walivyomnasa akaingia mtegoni. Franklin Osama pamoja na kikosi chake jinsi ilivyonyanyuliwa kadiri uwezo wao hapa kwa ajili ya kutaka kurudi mchezoni. Thomas Odhiambo, Franklin Osama, daktari huyu ni sebe manake amechezea Chemelil Sugar, amechezea Muhoroni Youth, amekwepo kwa faida ya Securico, zao la shule ya upili ya Kakamega, zamani akiwa na kina Dennis Oliech. Hebu tazama alivyo utengo ule mpira, tazama mbinu iliyotumika, technique pale kidogo alifanya masihara, na ndio sababu tunasema siku zote ni sawa na kucheza na shilingi katika tundu la choo. Anafanya mchezo ama bao kuonekana rahisi mno kuwa riziki kitako ashako msima tusi. Bao linafungwa kunako dakika 13 za mchezo kipindi cha kwanza, mchezo kati ya Tusker dhidi ya Nairobi United, tukiwa katika uwanja wa SportPesa Arena maeneo ya Murang'a. Tabidi sasa kwa mpira wa kurusha. Naona wakijaribu kutokea pembeni kadiri uwezo wao kwenda hewani vizuri, lakini bila shaka amemkwangura kiasi cha haja mdakaji huyu ambaye yupo hapa kwa ajili ya kupata sifa sufufu. Ernest Muhammad, kama ilivyo ada, lazima wanyanyuke kwa ajili ya kuweza kujiweka tayari kwenda kutoa uangalizi wa kimatibabu, lakini amenyanyuka kuendelea na upambanaji. Tazama jinsi ulivyotengwa ule mpira moja kwa moja, akatoka kwa mahesabu. Eyes on the ball, hakudhamiria ama kukusudia kwa vyote vile Thomas Omole kumvuruga ama kumiumbisha mdakaji huyu Ernest Muhammad. Inakuwa ni ajali kazini. Pembeni kushoto huku, fanya kazi kubwa sana. Kona kona jingine kwa faida ya Tusker, mabingwa mara 4 wa taji la Sekafa kwa ngazi ya vilabu. Hata hivyo ligi kuu taifa wakilitoa mara 13, Gor Mahia mara 21, FC Leopards mara 13. Kona, heka za kujibu mapigo katika eneo hatari. Tusker ameupiga ndivyo sivyo, mpira kwa bungu unatoka nje. Bila shaka atalazimika kurudi nyuma kwepesi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Nategemea pakubwa kwa ajili ya kupatikana kwa mabao. Mfungaji wa magoli mawili dhidi ya SportPesa leo hii dhidi ya Sofapaka, kunradhi, Ian Simiyu Barasa, mchezaji mwenye kasi na kila sababu ya kuweza kujitangaza na labda pengine kuweza kurudi katika nafasi ya kwanza kama ilivyo ada. Anaopenyeza vizuri, ingia sebuleni, jaribu hata hivyo kuweza kuwapokonya mpira katika misitu ya miguu, pasi na mafanikio makubwa. Baadhi ya wachezaji ambao kwa hakika wanategemea pakubwa katika uwanja huu ku create those noble chances, kutengeneza nafasi, ni kina Ovelo Ochieng, Mansur pamoja na huyu mhusika mkuu kwa maana Duncan Odhiambo, kijana mdogo tu chini ya umri wa miaka 23.
wakati mmoja kwenda kutafuta lishe bora Afrika Magharibi, lakini baada ya muda akarudi tena jijini Nairobi kwa ajili ya kuweza kuisaidia Nairobi United kuweza kupanda ngazi. Japo wanasema siku zote limbukeni ana siri, wacha tusubiri dakika 90 tuweze kung'amua undani wa msemo huo, tukirejelea timu hii ya Nairobi United. Okwaro, utosi tena, paraza kwa kichwa kadirizi wake tena, utosi pembeni huku. Mansur tafuta namna ya kuweza kuingia sebuleni, mpira kwa mwengi unatoka nje, akimkaba kweli kweli, kumnyima uhuru wa kutamba na kufanya pendavyo. Pandikizi la mtu kipande cha baba hili katika safu ya ulinzi. Eugene Ikutwa, zamani kulikuwepo na mtu kwa jina la Shivachi Collins, chezea Sofapaka pamoja na timu hii ya Tusker FC. Pembeni Tusker kabla kwenda mapumzikoni, sema kwamba amecheza ndivyo sivyo, na anawafaidi hata hivyo Nairobi United. Mwamuzi wakati huyu Josephine Wanjiku na uzoefu kiasi cha haja pia vile vile katika kazi hii ya kuweza kusimamia kanuni za mchezo wa mpira wa miguu ambazo ni 17 kwa mujibu wa shirikisho la soka duniani FIFA, lakini kutokana na mambo mengine kama maradhi ama homa ya corona, mara nyingi pia vile vile wanaongeza wanafanya some amendment kwa ajili ya kuweza kulinda usalama wa wachezaji dimbani. Kipindi hiko bila shaka hali ilikuwa ni tete, viwanja vilichezwa pasi na uwepo wa mashabiki wengi wakitumia barakoa kwa ajili ya pambana ama vita vikuu dhidi ya janga hilo hatari la corona wakati huo. Lakini kwa sasa tumerudi na kuendelea kupambana, mchezo mtamu. Okwaro, pasi moja matata kweli kweli. Mazoea na tabu, alidhani angefanya kama alivyofanya mwenzake dakika 12 na kumfunga kwa njia iliyo rahisi. Hebu tazama pasi moja mjarabu kimwandalia katika njia kwake mchezaji Leslie Owino, akitaka labda pengine kureplicate, kufanya ama kurudia kile kilichotokea kunako dakika 12 kilichotekelezwa na mchezaji Osanya. Haya, jaribu tena moja kwa moja kadri uwezo wake. Utenga moja mkubwa, tafuta kujibu kwa kichwa, natoa kwenye eneo husika. Mtazamaji yupo ardhini akiwa anaungulia dhoruba maumivu aliyopata kwenye maungo yake, mchezaji Enoch Mashaka, lakini mwamuzi anasema endelea na vita vikuu, hali upambanaji. Dakika ni chache mno kabla kwenda mapumzikoni. Mtazamaji, tupo katika uwanja huu wa nyumbani wa Tusker, na ni uwanja pia vile vile wa nyumbani wa timu ya Murangasil St Sebastian SportPesa Arena, mahali ambapo wamekuja kuwinda alama 3 kwa ajili ya kuboresha nafasi yao katika msimamo wa ligi kuu taifa hapa nchini Kenya. Tazama Ovelo Chieng, piga matuta usoni hapa. Dennis Wanjala, Okere bila shaka kocha, maswali yakimpita kilini kwa mkururu sasa katika pochi hajaliweka chini mpaka sasa. Hilo pochi manake wakati wa mahojiano akaubeba tu akaufumbata, wakati anaendelea na mapambano bado ameushika mkononi. Dakika zilikuwa zinachanika katika uwanja huu, chache mno kabla ya kwenda mapumzikoni. Wanafanya jitihada za kulinda bao hilo moja
ili walau wakwende mapumzikoni wakiwa wanaongoza kwa goli 1-0, na labda pengine kurudi tena katika kipindi cha pili wakiwa narudi kwa moto na radi. Pembeni huku cheza na mlinzi wa pembeni kulia huku Ikoto Eugene. Tazama ushirikiano walionao na mchezaji Charles Momanyi, hali kadhalika Dennis Wanjala. Tusker imezalisha wachezaji wengi sana, wamekuwa na wachezaji wa kupigwa mfano kwa miaka na mikaka, wakiwemo mchezaji George Maina ambaye ni msaidizi ama naibu kocha kwa faida ya timu ya Tusker FC kwa sasa. Walikuwepo wachezaji kuna Zablo na Monaka, Boniface Ambani ambaye ni mwenyekiti wa FC Leopards kwa sasa, aliwahi kupitia hapa kiasi cha haja. James Tuma, Alan Wanga, Paul Were, Jesse Jackson Were. Sitasahau katika safu ya ulinzi kuja vizuri huku tena. Jaribu kuunganisha, jibu kwa kichwa. Anaupaisha. Mashaka huyu. Itaka kujaza tena kwa utulivu ulioje. Napotaja safu ya ulinzi kwa upande wa timu ya Tusker, aliunyanyua vizuri mno Duncan Odhiambo. Paza sauti benchi la ufundi. Kadi ya njano inatolewa hapa. Kadi ya njano, anapiga tabasamu, lakini kumbuka ni tabasamu la kejeli. Lisha kadi ya njano mchezaji Yusuf Mainge kwa kucheza ndivyo sivyo. Amecheza mchezo mbii na kuzalisha mkwaju kwa madhambi. Ananakili kwenye daftari lake mwamuzi huyu, wakati Josephine Wanjiku, nembe wa FIFA kifuani, dalili tosha kwamba anaweza kutumika popote pale ama kule ndani na nje ya taifa la Kenya. Alirusha handoff, ni kama mchezo wa raga, na bila shaka akamnyima opportunity ya kuendelea na upambanaji mchezaji tegemeo Ian Simiyu. Mkwaju wa madhambi kabla kwenda mapumzikoni. Kaza macho kwenye kiwanja chako kwa ajili ya kuona na kutambua, masikio ya kusikiliza na kuelewa yote yanayojiri kupitia kiwanja chako pendwa Azam Sports. Kula njama kilini Ian Simiyu. Yupo pia vile vile mhusika mkuu Dennis Wanjala. Simiyu ni wakati ambapo vikosi vyote viwili lazima viwe makini, manake wengi siku zote wanapoteza concentration dakika 5 za mwisho kabla kwenda mapumzikoni, ama 5 za mwisho mwanzoni unapoingia kwa ajili ya kuanza pambano, aidha kipindi cha kwanza ama kipindi cha pili. Kwa hiyo concentration huwa ni muhimu siku zote, na ndio sababu unaweza kuona mabao mengi yanafungwa dakika za mwanzoni ama za mwisho. Kuja vizuri Machika, kuandalia katika njia Ovela Ochieng pembeni kulia, anataka kumgeuza kinyago kama si upepo, moja kwa moja na unyaka vizuri pale Nathan Obiero. Itakuwa na wakati mgumu sana unapokwenda mapumzikoni, manake dakaji goalkeeper trainer wa Tusker ni Duncan Ochieng. Kenya One zama zake kwa faida ya timu ya Tusker na timu ya taifa Kenya Harambee Stars. Kuja kurusha, kuishalishwa kadi ya njano Yusuf Mainge. Kumtazama anavyonyaka pale, anakumbusha zama zake mchezaji Boniface Olwach, kile Duncan Ochieng. Klabu yenye historia ndefu, mikono wachezaji wa kupigwa mfano kwa muda mrefu sana. Potaja Tusker bila shaka ni mojawapo timu ambazo zimekuwa na mafanikio makubwa sana katika ligi kuu taifa hapa nchini Kenya. Kina Festus Serenge za mazao, Henry Motego akitokea Shabana mwaka 1987 akijiunga na Kenya Brothers wakati huo mwaka 1988. Kwa hiyo ni klabu ambayo imekuwepo kwa muda mrefu, na baadhi ya wachezaji ambao unaotazama katika uwanja huu watakuwa wanaingia kwenye rekodi ya kuwa baadhi ya wahusika wakuu
waliwahi chezea timu hii. Fursa hii anaupiga ndivyo sivyo, shavu wa lango pale Ovela Ochieng. Walikuwa wamekwisha nyanyuka hapa kwa ajili ya kufurahia ama kupata burudani. Goli la pili, mwepesi sana huyu. Hebu tazama kwa namna jinsi alivyokwenda kimkakati zaidi. Narejelea mbinu alotumia kwa ajili ya kuupiga ule mpira Momanyi. Tusker hawajatulia hususan katika safu ya ulinzi. Dennis Ochieng ana ukokota juu ya mstari. Dakika ni moja ya nyongeza inaongezwa kufudia muda uliopotea kipindi hiki cha kwanza. Mtazamaji, Mashaka pambana karuzi wake tena Maingi, pinda kama upinde. Wakati huo basi mwamuzi wakati Josephine Wanjiku anapuliza kipenga kuamuru vijana kwenda katika vyumba vya kubadilishia nguo walau kupata maili matatu kutoka kwa walimu Nicholas Muyoti pamoja na Charles Okere. Bao la pekee kunako dakika 13 kupitia mchezaji tegemeo Kevin Osanya, shoti la mbali kweli kweli, kipa akababaika ama akatetereka, nikimrejelea Nathan Obiero. Pambano litaendelea baada ya mapumziko kutoka uwanja huu wa St. Sebastian SportPesa Arena, maeneo ya Murang'a. Tusker 0, Nairobi United goli 1. Ni mapumziko. Era ambaye zamani pia ameichezea Gor Mahia, kwa hiyo historia ndefu ya wachezaji. Anakuja vizuri kwenye eneo usiku, anapoteza hapa. Fanya vizuri kweli kweli katika safu ya ulinzi. Musika mkuu hapa akiwa ni Eugene Ikutwa, alimkuta vizuri, manake alitoka kwa wakati na kupunguza mwanya baina yake na mpigaji. Hebu tazama ilivyosindilia kwa misuli. Mashaka huwa ni matata sana katika michakato hii. Enoch Machaka, mkwaju wa kona. Haya, anawatazama kwa namna jinsi wanavyokwangurana katika mchakato mzima kujibu mapigo kutoka na mkwaju wa kona. Anautenga kaduzi wake mchezaji Ovela Ochieng. Kile kwa mchezo mpira hafifu mno. Hebu tazama jinsi alivyokuja vizuri katika mchakato mzima kujaribu kuunganisha, lakini akafanya kazi kubwa sana Eugene Ikutwa. Mlinzi huyu wakati ambaye anafanya kazi kubwa hapa. Kidogo ni tabasamu ndio, lakini tabasamu la kejeli. Ilishwa kadi ya njano Leslie Owino kwa kucheza ndivyo sivyo. Tena alifanya kwa maksudi, na ndio sababu hata akamchochea mwamuzi wakati kumchomoa kadi ya njano, manake alimkwaruza ama alimvuruga na kumkosesha mwelekeo. Ian Simiyu alikuwa kwenye advantage ya kwenda kuleta utesi ama maangamizi dhidi ya Nairobi United, lakini sasa kaona afadhali lawama kuliko fedheha. Ikabu, faida ya Nairobi United. Uwanja wa nyumbani siku zote ukiwa ni uwanja wa Dandora, lakini kwa sasa ni uwanja ambao umepigwa marufuku. Itabidi watafute maeneo mengine kama uwanja ule wa Annex. Anakuja kuutenga, lakini anaupaisha mkubwa mno pembeni kule. Labda pengine angeanzisha tu mashambulizi moja kwa moja, manake mpira wenyewe ulikuwa upo mbali mno. Nguvu za kutosha kwa ajili ya kuweza kumbabatiza Ernest Mohamed sidhani kama alikuwa nazo kutosha kama walivyokuwa nazo miaka ya nyuma wachezaji ambao nawataja mpaka leo, kwa maana ya Gaza. Hebu tazama alivyokuja vizuri, akamwandalia katika njia. Fanya kazi nzuri kweli kweli katika mchakato mzima wa kuzuia mashambulizi ama shuti ambalo labda pengine lingeleta madhara katika ngome ya Tusker FC.
ukuta wa binadamu uliojengwa na mchezaji tegemeo Eugene Ikutwa. Usiasium bana. Wawili jamaa, wawili. Manake baada ya hapa watakuwa na pambana dhidi ya Gor Mahia tarehe 21 mwezi wa Disemba. Next fixture nikirejelea Nairobi United wana kazi ya kufanya, na tutakuwa tunarejelea kuweza kuona je, itakuwa ni kisasi au vipi waliwanyang'anya ama kuwanyima nafasi ya kipekee kwenda kuwakilisha taifa kimataifa baada ya Police FC kubeba ubingwa. Kwa hiyo na kuweka Gor Mahia kwenye baridi kali kiwa najitafuta upya. Kisha baada ya hapo wapambane dhidi ya Ulinzi Stars, mabingwa zamani wa ligi kuu taifa. Napokumbuka kina Waruru, Steven Waruru, baadhi ya wachezaji ambao kwa hakika walikuwa wanaheshimisha timu ya Ulinzi Stars, wakina Mulinge Munandi, walikuwa kina Steven Ochola, wapo walikuwepo wengi. Kwa sasa leo hii wapo kina Brian Birken na kadhalika. Taka kupinda vizuri moja kwa moja, akaituliza kadiri uwezo wake kwa ajili ya kuweza kuondoa uchafu kwenye eneo husika. Wachezaji wengi siku hizi wanakata tamaa. Unaambiwa siku zote kama mchezaji, always complete your runs, kamilisha mikimbio. Unapoandaliwa katika njia, fuata mpira mpaka mwisho. Ama labda pengine kukosa pumzi za kutosha katikati ya dimba. Mchezaji Fabian Barthez anatuliza tena pembeni kulia huku kwenye chake, nyanyua moja mkubwa huku kutafuta mhusika mkuu. Ovelo Ochieng anakuja mzima, lakini inakuwa ni chakula kwake mdakaji huyu. Ovelo Ochieng anakwenda Ferrari. Kimtazama mwalimu wa walinda milango kwa faida ya Nairobi United, Joseph Ruto, kaunyaka vizuri kweli kweli pale mchezaji Nathan Obiero. Nakumbuka huyu Ruto aliwahi kuwa mdakaji kwa faida ya Tusker na hata kabeba ubingwa wa ligi kuu taifa. Unajua maisha, ndio muona Ruto huyo na chepeo akiwa anafuatilia pambano hapa. Ni mzoefu, mchezaji wa zamani ambaye kwa hakika unapo staafu kucheza unaanza upya maisha kama mkufunzi. Miguso anza tena kadri uwezo wake hapa, anapokwa mpira sana, ikizidi sana huwa ni mbaya kwenye mstari mstatili. Bado cheza hapa na Fabian Barthez, kitoa crossi upande wa pili, bado hajaonekana mchezoni mchezaji Eric Kapaito. Piga muunganiko Fabian Barthez, kipa na wajibika pakubwa tena, anza tena pembeni kule na kwa mwingi unatoka nje. Eric Kapaito memtaja tu sekunde za kuhesabu kwamba haonekani, ameanza sasa kuonekana mchezoni, wakati mmoja akiwa ni mfungaji nyota katika ligi kuu taifa hapa nchini Kenya. Kipa anasimama vizuri na kuupangua ule mpira. Yupo atakayeuliza mbona hakuudaka ama kuunyaka. Kazi yake kubwa ni kuzuia mpira usiingie kimiani. Kwa hiyo kupangua hatari ndio sehemu ya maisha ama majukumu yake katika uwanja huu. Duncan Odhiambo amekoseshwa mwelekeo, sasa inakuwa ni fanya kazi kubwa sana katika mbinu zake zile za kuweza kuweka pembeni Eugene Ikutwa. Angali ardhini akisubiri huruma mwamuzi, lakini bado Tomenas Ovelo gonga mtambo wa panya. Ovelo Ochieng katika ubora wake anasukuma kombora hapa kadiri uwezo wake. Zamu sasa ya Tusker, jitahidi kuingia sebuleni pale kimkakati zaidi mchezaji Thomas Odhiambo.
lakini mwamuzi anasema nyanyuka, endelea na mapambano. Takuwa ni sawa nikisema pambano limechangamka. Kete Kitako akiungulia maumivu, hali tete kweli kweli. Enoch Mashaka, hebu tazama alivyoandaliwa katika njia, akawa amemwona jinsi alivyosimama mlinda mlango Matthews Obiero na akaupata vizuri tena kwenye eneo husika, akijikunja vizuri kabisa kwa ajili ya kuweza kuunganisha shuti moja kwa moja. Akaamua kutuma bakora ama kukombora la moja kwa moja, pasi na mafanikio ukawa umegonga mtambo wa panya. Erika Paito na ameingizwa kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu machachu katika safu ya umaliziaji. Nembo ya Naiboys kwa sisi wa mwaka 2018. Nakumbuka kina baadhi ya timu ambazo zimebuniwa karibuni tu na zimefanya vizuri katika ngazi za kimataifa. Kwa jua madhambi, mwamuzi wa kati akiwa anatoa mwongozo ambao unapaswa kufuatwa. Josephine Wanjiku, fair play kwa faida ya Tusker FC, akiwa anamwanzishia mwendo hapa muhusika mkuu Eugene Ikutwa. Utenga moja mkubwa huku, tafuta kwenda mzima kwa ajili ya kuweza kuharibu mturiko. Naanza tena Duncan Odhiambo, hebu tazama jinsi alivyoandaliwa katika njia. Thomas lakini akawa sandwich, akabanwa katikati ya wahusika wawili ambao kwa hakika wakamnyima uhuru wa kuleta madhara katika eneo husika. Yupo Ange, yupo vizuri kabisa, yupo hapa nguvu mpya Douglas Nyaosi Omanga, nguvu mpya. Wachezaji wawili kwa upande wa Tusker waliko la kiufundi tu, kitazama vizuri wameingizwa kwa ajili ya kuongeza kasi ya mchezo na labda pengine kufanikisha juhudi za kuwezesha ubunifu katika idara ya kati, labda pengine kutoa ushirikiano ambao unaonekana kutoweka. Walipwaya kiasi cha haja kipindi cha kwanza katika idara ya kati. Kwa hiyo miguu changamfu Douglas pamoja na Erika Paito labda pengine wakaweza kusawazisha, kufanya mambo kuwa sawa kama Sana Kawa. Namuona Duncan Ochieng kwenye bench, mwalimu wa wadakaji zamani, amevaa uzi wa Tusker akiwa anasimama hapo alipo kwa sasa Nathan Obiero. Mbele yake walisimama wachezaji wenye uwezo mkubwa na uzoefu wa kutosha, kirejelea kina Joseph Shikokoti, sentimita za kuhesabu pale, na Vincent Kwarula walikuwepo mapema mno. Tafuta Odhiambo tena anakawia mpira sana miguuni pake. Nadhani alikuwa shapewa nafasi kwa ajili ya kuweza kusambaza mpira pembeni kushoto kwa mchezaji Kevin Osanya, lakini akaamua kukawia nao, na unapokawia na mpira inamaanisha kwamba unarahisisha mpinzani kufika kwa wakati kwa ajili ya kuweza kupokonya. Tafuta hata hivyo kumwandalia katika njia mchezaji Duncan Odhiambo. Ligi kuu taifa hapa nchini Kenya, uwanja wa mapambano, uwanja wa SportPesa Arena maeneo ya Murang'a. Tusker FC katika uwanja wa nyumbani ikipambana dhidi ya Nairobi United. Bado wana changamoto kubwa sana kuweza kupata dira angalau kuweza kurudi mchezoni.
wasije wakamjaribu mwamuzi wa kati. Ni mkarimu sana wa kuchomoa kadi za njano, na iwapo atamchokora zaidi basi hatapata ugumu kuchomoa kadi nyekundu na kumfurisha mchezaji nje ya uwanja kwa utovu wa nidhamu. Kuna haja kukata tamaa, kiambia siku zote heri kufa macho kuliko kufa moyo. Rudi nyuma kimkakati zaidi, amejaza kwa misuli kweli kweli, utadhani kitovu cha asili yake ni Cameroon. Maanake wengi wa wahusika wakuu ambao unawatazama kwa miili sampuli, wengi wao kitovu cha asili yao ni magharibi ya Afrika ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Penyeza vizuri Ingesebuleni jaribu, lakini kwa hakika anakumbana na changamoto kubwa sana mchezaji huyu kwa jina la Machaka Enoch. Anza vizuri Thomas Teka, jezi nambari 40, aliwahi kuvaa wakati mmoja mchezaji kwa jina la Eugene Asike. Pembeni huku anakubali kutambaa, mwamuzi anasema ni kwa faida ya Tusker FC. Changamoto anakumbana nalo hapa mchezaji Dennis Ochik Oala, anawambia songeni mbele kwa ajili ya kuweza kujibu mapigo. Mtaalamu wa kuzitenga amekwisha fika, mchezaji Dennis Wanjala. Haya, namwona coach Okere mzaliwa wa Mombasa huyu, miaka ya 80, umri wa miaka 44 kwa sasa. Uzoefu alionao kiasi cha haja kufunza timu mbalimbali, na ni muumini wa mchezaji kucheza kwa kujituma na kutumia mapungufu ya timu pinzani kwa ajili ya kuweza kupata matokeo chanya. Haya, pembeni huko tena karuzi wake, lakini kwa hakika mpira kwa mwingi unatoka nje. Mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli kwa upande wa Tusker. Tukirejelea rekodi ama michezo takriban mitatu iliyopita, wamesajili ushindi katika nyuga mbalimbali, dhidi ya Sofapaka ikiwa ni majuzi tu, dhidi ya Ulinzi goli 1-0, na hata hivyo pia vile vile dhidi ya Mara Sugar ugenini, ikiwa sasa ni changamoto, lakini dhidi ya Gor Mahia wakapoteza. Kwa hiyo katika hili itakuwa ni changamoto kiasi cha haja, na hata dhidi ya Police FC walipoteza, na sasa wapo ndani ya tano bora. Kupata ushindi hapa ama sare itakuwa bado inaweka katika mazingira rafiki, manake nafasi ya kwanza, pili, ya tatu, ya nne, ya tano utapata kuona kwamba wameachana kwa tofauti alama moja ama mbili ama tatu tu, na inategemea na jinsi unavyocheza dhidi ya mpinzani katika kila pambano. Riki hata hivyo, hali ya anga tulivu kabisa mtazamaji. Maeneo haya Murang'a imetuliza mazingira na kuruhusu mchezo wa soka kutitigwa pasi na wasiwasi wote ule. Baada hapa pia vile tutakuwa na shuhudia pambano jingine katika nyuga mbalimbali, manake kule sehemu za Kisii na Kasarani ambapo mambo ni mengi katika jitihada za kuweza kupata bingwa wa ligi kuu taifa msimu wa mwaka 2025-26 kwa fedha walizotoa SportPesa ambaye ndiye mdhamini mkuu. Ina maana kwamba kila mmoja anawania ubingwa na kuweza kukunja zile takriban shilingi milioni pesa taslim, hela za Kenya hizo. Kwa jua kona kwa faida Nairobi United. Ovela Ochieng jana tuika jukumu kwa ajili ya kwenda kutenga ule mpira. Kuna mtu amelishwa kadi ya njano kwa kutumia ujanja, kupoteza muda. Nilikwambia tangu mwanzo kwamba ni mkarimu sana wa kuchomoa kadi za njano,
na ukimkera kupitiliza basi ina maana kwamba atachomoa kadi nyekundu. Ovela Ochieng atakwenda kutenga mkwaju wa kona. Shabana FC pia vile vile inakabiliana na Mara Sugar katika uwanja wa Gusii. Baadhi ya pambano ambayo inaendelea katika nyuga mbalimbali. Pia vile vile Mathare United watakuwa wanapiga dhidi ya Sofapaka katika uwanja wa Police Stadium jijini Nairobi. Hatimaye Gor Mahia ititige dhidi ya Kakamega Homeboys katika uwanja wa kimataifa Moi Kasarani. Kakamega Homeboys walikwenda sare ya magoli 2-2 dhidi ya Shabana FC katika uwanja wa Estadio Buhungu mjini Kakamega. Mabao yakifungwa kiustadi kweli kweli, kila mmoja akipata mkwaju wa penalti na hatimaye kufunga katika njia ya wazi kweli kweli. Upande wa Gor Mahia majuzi pia vile wamepata maumivu makali, wana kila sababu ya kuweza kujikomboa na kurudi mchezoni. Kocha Akono poteza sentimita za kuhesabu. Safu ya ulinzi pande wa Tusker FC kidogo wanapwaya kiasi cha haja. Waliwahi kuwa na kipa pale kwa maana ya mapigano kisu pembeni kabisa kule wakipoteza. Napata tena mkwaju wa kona ambazo hazijazalisha chochote kufikia sasa, licha kuwa wamepata kona kibao. Hata hivyo, hebu tazama, kaza macho kwenye runinga yako kwa ajili ya kuona na kutambua mtaalamu wa kupiga mipira ya kona. Bila shaka si mwingine ni mchezaji Ovela Ochieng. Anautenga moja kwa moja, fanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kuweza kufuta hatari. Anza Mashaka, shambulizi la kushtukiza, nguvu mpya. David Pole Mutundu, David Pole nguvu mpya, naambiwa nyanyuka uendelee na upambanaji katika uwanja huu. Naambiwa mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa kiungwana, ndicho anachokifanya katika eneo lake pale Enoch Mashaka kwa kumnyanyua. Nusura jifunge pale Mumanyi on goal. Mbinu zake za kujaribu kutibua hatari kidogo imekuwa na changamoto kubwa, ikawa sasa napata ugumu wa kuweza kutekeleza majukumu yake ya kiulinzi. Mambo akiwa mazito kweli kweli kwake Duncan Ochieng. Namuona pia vile vile mwalimu Okere wakifuatilia, labda pengine kujaribu ni vipi wataweza kumkabili huyu kocha Nicholas Muyoti. Naambiwa siku zote mchezo wa mpira wa miguu mabao unaadhibiwa kutokana na makosa kiulinzi. It's a game of mistakes. Unapofanya makosa basi unaadhibiwa kutokana na makosa, na tumeshuhudia hata hivyo, mtazamaji, makosa aliyofanya mdakaji kwa namna jinsi alivyotapatapa chini kwa chini. Tena anza safari pembeni kushoto huko, anakuja kaduzi wake tena kwa kasi, anamkatwa. Alimtazama kwa namna jinsi alivyoanza kurusha miguu yake ama milonjo kwa ajili ya kutokea pembeni kushoto, walau kuongeza shinikizo katika safu ya umaliziaji. Duncan anaukokota. Duncan tena kwa mara nyingine ubadhirifu, anakuwa ni mwenye pupa muda wote, anakosa kufanya muunganiko ama mwingiliano na wenzake dimbani, anajao binafsi katika mchakato mzima wa kuvamia ngome na mpinzani. Manake hapa kuwepo na mtu kule mbele kwake kuweza kutoa cross ya moja kwa moja, na hata mlinda mlango mwenyewe hakuwa ameondoka kwenye chaki kwa ajili ya kumruhusu kunyanyua ule mpira moja kwa moja, walau kuweza kutumbukiza kimiani. Naambiwa siku zote kidole kimoja kivunji chawa. Kevin Osanya kunradhi,
amerudi nyuma mchezaji Ovelo Ochieng, amepiga pasi mkaa ama cross isiyokuwa na faida. Anza kukokota nguvu mpya Douglas, puliza kipenga kuashiria kwamba ni mkwaju wa madhambi. Tabidi kuendelea na kasi kubwa sana, mchezo wamekwisha nyanyuka. George Maina unapomtazama forward matata zama zake kwa faida Tusker FC miaka 90. Akaja baadaye mchezaji Edward Karanja, kiungo matata kweli kweli katika ubora wake. Ingia Espin Erambo, kipumzisho mchezaji Fabian Barthez. Kwa hiyo Tusker wamefanya mabadiliko matatu kufikia sasa. Napotaja Douglas, nataja pia vile vile mchezaji Eric Kapraito, na pia vile vile yupo mchezaji Erambo. Huenda pia tukashuhudia mabadiliko upande wa pili, kwa upande wa Naiboys, manake kuna wachezaji takriban watatu wamekwisha simama kujiweka tayari kwa ajili ya kuchukua mikoba ya wale ambao watakuwa wanapumzishwa katika uwanja huu. Ni kwa minajili tu ya kujaribu kulinda goli limoja, kujaribu kulinda ushindi, na ndio ama ndicho kitu alichokifanya mwalimu Nicholas Muyoti kwa upande wa timu ya Nairobi United. Nje ya sanduku pale, mtazamaji, Momanyi kwa mara nyingine anafanya masiara, lishwa kadi ya njano. Sema kwamba fadhali lawama kuliko fedheha katika mazingira kama haya. Sitokuruhusu upite uende wapi? Nukumbuke kwamba Ovela ni mchezaji ambaye ni mwepesi mno, mchezaji ambaye kwa hakika anakwenda kwa kasi. Tumemzoea tangu zamani akiwa katika kikosi kile cha mwalimu William Muluya, mwalimu Okumbi kwa faida ya Kariobangi Sharks. Ndiye mwenye majukumu ama anayetwikwa jukumu la kutenga ule mpira. Anashusha povu pale kwa ajili ya kuweka alama. Ukuta unaojengwa usizidishe ama kupunguza mwanya baina yake na mpigaji ama mpira kwa mantiki. Ovelo Ochieng na ujanyua vizuri, lakini bila shaka unakuwa mwingi kutoka nje. Sema kwamba utakuwa ni mkwaju wa kona. Aliudara kiasi cha haja Obiero Nathan. Hebu tazama jinsi alivyotekeleza majukumu yake ya udakaji. Kuudaka hangeuweza kabisa, lakini akaamua hata hivyo kupangua kadiri uwezo wake. Haya, mipira yote anapewa yeye. Amevuruga, na itakuwa ni wakati wa kipekee ama fursa kwa Nairobi United kufanya mabadiliko. Na ni wachezaji wawili kwa mpigo. Wachezaji wawili kwa mpigo wakiwa naingia, Omala akiwa mmoja wapo akipumzika. Kwa hiyo Omala kutokana na ubadhirifu ambao amefanya, sitashangaa ama kutoweza kumwelewa mwalimu Nicholas Muyoti ni kwa nini amempumzisha. Kiingiza wachezaji kama kina Frank Ouna ama Ouya pamoja na mchezaji Shafik Sebrala Machaka pia vile vile anakwenda kupumzika. Wachezaji wawili ambao kwa hakika wanapumzishwa na mabadiliko ambayo yanafanywa kwa mpigo katika uwanja huu. Ni wachezaji ambao pia mimi naamini kwamba wana uwezo ule ambao unahitajika kwa ajili ya kuweza kulinda goli hilo moja na labda pengine kuibuka hapa na alama tatu. Na hapana ubishi, tutakuwa tunashuhudia pia mabadiliko katika msimamo wa ligi kuu taifa, kwa maana jedwali. Kesho Al-Ahmis Kariobangi Sharks katika uwanja wa Kasarani dhidi ya Bidco United.
Murangasil katika uwanja huu itakuwa na Titiga dhidi ya Police FC. Nayo AFC Leopards, mabingwa mara 13, mwisho wakibeba ubingwa wa ligi kuu taifa mwaka 1968, wakipambana dhidi ya Ulinzi Stars katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex. Baadhi ya mashabiki hao wakiwa wanafuatilia kile alichokitekeleza, sentimita za kuhesabu, mguu wake ule wa kushoto nusura waadhibiwe kutokana na walinzi kuzubaa kazini. Alipinda vizuri sana Vincent Owino Otieno. Haya, kiwa nauguza ama naungulia maumivu. Hebu tazama jinsi alivyopinda kwa ujanja mkubwa mno 360, na mguu wake ule wa kushoto kijaribu hata hivyo kulenga shaba pasi na mafanikio. Nguvu za kutosha katika taratibu zile ama mchakato wa kuweza kupiga kombora ili kujaribu kumpa Sadamu mdakaji Ernest Mohamed. Anza tena kokota kadri uwezo wake mtazamaji. Dakika ni chache mno kabla ya kipenga cha mwisho. Yupo ardhini akiwa amevurugwa katika mchakato wa kujaribu kuunyaka ama kudaka ule mpira mtazamaji. Pale atameza sekunde na dakika kadhaa kabla ya kunyanyuka Ernest Mohamed. Baada ya kuruhusiwa Osama na mwenzake kufika na walau kutoa huduma ya kwanza kwake mchezaji ama mdakaji Ernest Mohamed. Hebu tazama alivyotoka kwa mahesabu, lakini bado mlinzi akawa kwenye eneo husika kwa ajili ya kuzuia mapigo kiasi cha haja. Yupo katika mazingira magumu kweli kweli. Bao la kwanza na la kipekee hadi sasa, shuti ambalo nadhani ilikuwa ni inakwenda kwa kilomita 80 kwa saa, manake aliutenga kwa maarifa makubwa mno hapa mchezaji Kevin Osanya, lakini sasa kipa akawa na tapatapa wakati muhimu kweli kweli. Alipaswa kwa makini angalau kuweza kuunyaka tu ama walau kupangua vizuri. Kwa mtazamo wangu aliudharau, na ndio sababu mpaka sasa wapo chini kwa idadi ya goli 1-0. Ochieng Vela, manake baada hapa Tusker watakuwa na kuwa mgeni wa APS Bomet. Hawa ni Limbukeni ambao jana pia wamepigwa vibaya mno na KCB katika uwanja wa Kasarani. Tusker pia vile itakuwa mwenyeji wa AFC Leopards Januari 16. Tena wakutana na KCB wapambane dhidi ya Posta Rangers michezo minne ijayo kwa faida ya Tusker. Lakini kwa upande wa timu hii ya Nairobi United watapiga dhidi ya Gor Mahia next assignment tarehe 21 kabla ya sikukuu ya Christmas, kwa maana Disemba mwezi huu. Kisha wapambane dhidi ya Ulinzi Stars tarehe 9 Januari, wapige dhidi ya Polisi ugenini, wapige dhidi ya Homeboys ugenini kabla ya kuwa mwenyeji kuwa ugenini pia vile vile dhidi ya AFC Leopards tarehe 25 Januari, ile watakuwa mwenyeji dhidi ya Kakamega Homeboys, na hatimaye wapambane dhidi ya Azam Football Club ama Sports Club katika mchakato mzima wa kupambania taji la shirikisho barani Afrika. Watasafiri kuelekea kule Chamazi kupambana dhidi ya vijana wa Ibenge. Kuja vizuri hapa, ndaliwa katika njia kadruzi wake kwa ajili ya kupiga biguso Vincent Owino.
andaliwa katika njia tena hapa. Crispin Erambo ana ukokota kadiri juu wake pembeni kulia, huku mchezaji Ovela Ochieng dhidi ya wachezaji wawili, anakwenda ardhini. Mwamuzi anasema endelea na mapambano. Zidiwa nguvu na maarifa. Anamyumbisha Eugene Ikantwa pembeni kule tena kwa ajili ya kucheza na mwenzake. Nguvu mpya hapa na Crispin Erambo, jibu vizuri kwa kichwa kwa ajili ya kumtoa mchezoni. Amepotea kwa sasa mchezaji Eric Kapaito kwa upande wa timu ya Tusker FC. Masiara anaofanya mlinda mlango huyu Nathan Obiero, mipira ya mbali, dawa amesimama mbali na eneo ambapo kwa hakika huenda pengine akafungwa kwa njia rahisi mno. Manake wanamtazama jinsi alivyosimama. Positioning ya mlinda mlango siku zote huwa ni muhimu mno. Tafuta namna tena kwa ajili ya kuweza kule mchezoni. Licha kuingizwa mchezaji Eric Kapaito na mtaja Pevil Douglas Omanga, achiampali Crispin Erambo, umejitahidi kutengeneza nafasi ama kubuni nafasi ambazo labda pengine zingerahisisha mwendo kipindi hiki cha pili, lakini hali imekuwa ni tete kwa wao hata hivyo kuweza kukamilisha ama kuconnect. Manake takriban mashuti matatu yaliyopigwa yamekwenda arijojo ama fyongo kwa mantiki hii. Ikawa sasa kila wakati wanakenua meno kwa ajili ya kujiuliza kunani, ni vipi tunakosa kuweza kulenga shabaha, labda tungerudi mchezoni. Kapumzishwa mchezaji Duncan Odhiambo, mchezaji ambaye alikuwa na kasi kiasi cha haja, lakini pasi zake zilikuwa zinakwenda ndivyo sivyo, ama ubinafsi umemponza. Ubinafsi ukimponza mchezoni. Charles Mwanyi ana mega pembeni, tafuta Kapaito, fanya kazi kubwa sana katika safu ya ulinzi leo hii. Prince kuja kumlisha kadi ya njano hapa. Dakika zilikuwa zinachanika kweli kweli, anamaanisha kadi ya njano kwa kucheza tena kwa maksudi. Lazima ni mchezaji wa timu hii ya Nairobi United. Nguvu mpya Frank anaingia mara mbili katika daftari ya maamuzi wakati kwa madhambi, na pia vile kama mchezaji ambaye anaingizwa mchezaji wa akiba. Amejipanga vizuri kweli kweli kule juu, moja kwa moja. Baadhi ya wachezaji ambao unapotazama vizuri katika kikosi hiki, ni mchango mkubwa ambao amefanya leo hii Ovela Ochieng, licha kuwa ndio kumekwepa na ushirikiano mkubwa baina yake na Leslie Owino. Tumzungumza pia vile vile Michael Karamor, lakini sasa bailo moja ndio sasa imeleta tofauti kubwa kati ya vikosi vyote viwili. Tusker wamekuwa na changamoto sana kule mchezoni. Walikuwa na kaba juu ya mstari wakivamia kabisa ngome ya Nairobi United, lakini sasa changamoto kubwa sana ikiwa ni matumizi ya nafasi. Dakika 4 pekee ambazo zimesalia katika uwanja huu kwa faida ya Tusker labda pengine kuweza kurudi mchezoni, na hata upande wa pili labda Nairobi United kuweza kuongeza mabao zaidi ili walau kuweza kujihakikishia ushindi katika uwanja huu. Mwisho wamekwenda sare dhidi ya Murang'a, wakapoteza 2-0 dhidi ya vijana wake Korea, kwa maana dhidi ya Postal Rangers, na hata walitota pia vile dhidi ya Mathare United.
anaukokota tena. Hebu tazama mikimbio ya mwamuzi wa kati, anamwandalia katika njia nguvu mpya. Nogesha Safari leo amefanya kazi kubwa sana. Mchezaji Eugene Ikutwa kambwa vizuri kabisa, ananyanyuliwa kadi ya njano tena hapa. Nguvu mpya. Kwenda ardhini akisubiri huruma ya mwamuzi wa kati. Sasa wanafaidi mkwaju wa madhambi. Ni Tusker atakayekwenda kutenga simu. Amekwenda kule kunyanyua kadi za njano kiasi cha haja tena. Wanaonekana kugeuza anageuza kinywa chake kwa karakana maneno makali dhidi ya mwamuzi wa mchezo. Hana masiara kabisa hapa mwamuzi wa kati huyu. Kadi za njano zinatoka hapa, utadhani ni sadaka ama zawadi. Haya, alisogeza kiujanja tu, mwambia rudi nyuma, manake kuna refa msaidizi. Kumbuka ni dakika 4 zimeongezwa kufidia muda uliopotea kipindi cha pili. Mtazamaji, Tusker wanaazimia kurudi mchezoni. Anakuja kuwajibika si mwingine bali ni nguvu mpya Crispin Erambo. Na unyanyua vizuri kwa kichwa, lakini anakwenda kama ilivyo ana mchezaji Prince Burekea, mmoja wapo wachezaji ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana katika safu ya ulinzi. Anaugonga vizuri, lakini kwa hakika amezidisha. Mwalimu Okere pale alikuwa na imani kwamba labda pengine wangepata chochote kile. Hebu tazama what a noble opportunity alivyokwenda hewani captain mwenyewe, kwa maana mchezaji Charles Momanyi, lakini ukawa ni mkubwa mno, alikosa kulenga dira. Wakati wote basi mwamuzi wakati atakuwa anapuliza kipenga kutamatisha pambano katika uwanja huu, wakiwa na kila sababu ya kulinda uongozi wa kipekee. Ingiza wachezaji wawili tena, Brian Mzee pamoja na Charo Majaliwa. Charo Majaliwa pamoja na Brian Mzee, badiliko la kiufundi tu. Pumzishwa Ovela Ochieng, mmoja wapo wachezaji ambao wamepumzishwa sasa hivi, ambiwa nenda ukapumzike. Ovela Ochieng akiingia nafasi yake mchezaji Majaliwa. Ndio kuna Kasim Majaliwa na kuna Charo Majaliwa. Mmoja waziri mkuu wa zamani, faida ya taifa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utosi, sekunde za kuhesabu. Tusker katika nafasi ya 3 kufikia sasa. Nairobi United utokea kila sababu ya kuweza kutoka katika nafasi ya 13. Labda waingie ndani ya 10 bora. Pataki tena, piga nduki kadri uwezo wake hapa. Mtazamaji, amefanya kazi kubwa sana leo hii, amewajibika kadiri uwezo wake ndani ya saa nzima hapa. Kwenda kuchukua nafasi yake kwa ajili ya kuweza kufanikisha kupatikana kwa alama 3. Mkwaju wa kona, bado Erambo tenga moja mkubwa, lakini bila shaka nao anapoteza. Na wakati huo basi mwamuzi wakati anapeza kipenga, mtazamaji, na kutamatisha pambano katika uwanja huu. Wamepambana kadiri uwezo wao. Josephine Wanjiku akiwa ndiye anaongoza taratibu za kuweza kuongoza pambano
kama mwamuzi wa kati amejitahidi kadiri uwezo wake. Hebu tazama jinsi alivyofetiwa kombora moja matata kweli kweli, lakini baada ya kugusa japo kiduchu tu, mpira ule ukawa ni mkwaju wa kona, mkwaju ambao haujazalisha chochote na kutowarudisha mchezoni wana Tusker FC. Raha kwa upande wa pili, Nairobi United wakiwa wanafurahia matukio katika uwanja huu. Next watapiga dhidi ya APS Bomet. Tusker 0, Nairobi United goli 1 full time.